Ndugu waandishi wa habari, kwa jina naitwa Jonas Ernest, mkurugenzi wa kampuni ya Land Sale Investment. Jamii nyingi sana huwa wanaifuatilia kampuni yangu sana, na tuna wateja wengi sana karibu Tanzania sasa. Ni kweli kuwa huwa mwisho wa mwaka tunatoa ugawio kwa watoto yatima na kundi ya wazee wasiojiweza, lakini mara nyingi sana hatutoi kwa wazi kama leo tunaambiwa kuongea hivi. Tarehe 28 mwezi wa 9 2019 ndio kampuni yetu imeweza kusajiliwa BRELA. Lakini baada ya mwaka mmoja tulisherehekea sikukuu hiyo kwa kufanya sherehe na watoto yatima kituo cha Huruma Orphanage Center kilichopo Kiserian. Tuliweza kuwasaidia mambo mbalimbali, chakula, hata baadhi ya ada ambazo walikuwa wanadaiwa tuliweza kuwasaidia. Sasa tarehe 28 mwezi wa 9 2019 kampuni yetu inakwenda kufanya tukio hilo sasa, lakini wanaomba support kuungwa na wananchi, sababu tunatarajia kutembelea watoto zaidi ya orphanage 3 hadi 4 kama tutakapokuwa tumewezeshwa na wananchi. Lakini tuliona vyema namna pekee ambayo tuna uwezo wa kupata nguvu ya kuweza kusapoti ugawio katika watoto wetu, kuwasaidia hali ya ambao wanayo, ni kutoa viwanja katika sehemu 3. Tutatoa promotion ya viwanja itakayotusaidia nguvu katika eneo la Kiserian. Tutauza viwanja kwa bei ya 20 kwa 20 kwa bei ya milioni 15 na ulipaji wake ni milioni 10, lakini iliyobaki italipwa ndani ya miezi 6. Tutatoa pia viwanja vya 20 kwa 30 pale Kiserian madukani yenye thamani ya shilingi milioni 22.5 badala ya milioni 30. Lakini advance yake itakuwa milioni 15. Milioni 7.5 iliyobaki italipwa ndani ya miezi 6. Lakini pia tutatoa viwanja vyenye ukubwa wa 20 kwa 40 ambayo advance yake ni shilingi milioni 20. Ambavyo milioni 10 iliyobaki italipwa ndani ya miezi 3. Hivi viwanja vina huduma ya maji, umeme, hospitali, shule na usafiri wa umma, haisi zipo karibu na mradi. Lengo la kutoa promotion hii ni kutafuta ukusanyaji wa mfuko wa namna ambayo tutakwenda kuwasaidia watoto yatima na wazee wasiojiweza katika jamii yetu. Hii yote ni kuunga azimio la rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan kuhakikisha Watanzania wote wanaangaliwa, walionao na wale ambao hali yao ya kiuchumi bado ni changamoto katika jamii. Tutakuwa na msafara huo, tutawalika wadau wetu, lakini pia tutatoa mradi wa NADO kati na idara maji yenye ukubwa wa 20 kwa 10 milioni 5, advance milioni 3. Milioni 2 iliyobaki italipwa ndani ya miezi 3. Lakini pia tutatoa ukubwa wa 20 kwa 20 ambayo ni milioni 10, advance yake ni milioni 7 ambayo utalipwa ndani ya miezi 3. Lakini pia tutatoa ukubwa wa 20 kwa 30 kwa milioni 15 ambao advance yake ni milioni 10 na milioni 5 iliyobaki italipwa ndani ya miezi 5. Lakini pia tutatoa 20 kwa 40 ambayo ni milioni 20, advance yake milioni 15 na milioni 5 iliyobaki italipwa ndani ya miezi 5. Mradi huo ni mradi rafiki, ina huduma maji, barabara nzuri, umeme, zote zipo katika mradi huo. Mimi nitakapopata mwitikio mkubwa wa mradi huo, wananchi kuniunga kwa kuuza kile nilichonacho kwa bei ya promotion au bei ambao ni punguzo, ili mradi niguse, nitahitaji kutembelea vituo 3 kuona hali halisi ilivyo, changamoto yao. Baadaye nitawaita kabla ya 28 mwezi wa 9 tutafanya conference ya kutangaza vituo ambavyo tutajumuika na jamii ambao watatunga mkono. Hivyo basi sikuishia mradi wa NADO tu. Tumeishia, kuna mradi wa Kikwe yenye viwanja 25 nazo tutatoa kwa bei ya punguzo. Yote haya ni kuhakikisha kampuni imegusa miradi zake zote ili wezeshe jitihada hizi za kwenda kuwatazama watoto hawa na wazee katika makundi haya maalum. 20 kwa 15 tutatoa kwa shilingi milioni 3.5, advance yake itakuwa milioni 2. 15 kwa hiyo milioni 1.5 italipwa ndani ya miezi 3. Ukubwa wa 30 kwa 25 italipwa kwa shilingi milioni 7 na advance yake ni shilingi milioni 5. Awali tulikuwa tunauza milioni 10, lakini kwa sasa tutauza milioni 7, punguzo wa karibu milioni 3. Milioni 2 iliyobaki italipwa ndani ya miezi 3.
na ukubwa wa 32 kwa 64 ambao ni robo eka itauzwa kwa milioni 17, nao lilikuwa inauzwa milioni 25, ambao advance yake itakuwa ni milioni 10, alafu milioni 7 italipwa ndani ya miezi 4. Na zote ina huduma ya maji ya kumwagilia. Ukitaka kuotesha mimea muda wote unaweza, umeme upo karibu na barabara zote. Kwa shahidi walioenda Kikwe, tulitengeneza mradi ule na tumechonga mabarabara zinapitika wakati wote. Labda unalipi la kumwambia mwananchi wa Arusha na nje ya Arusha ambaye anaamini kupata kiwanja ni jambo gumu sana na haliwezekani, lakini umekuja na promotion hii? Unalipi la kumwambia mtu ambaye amekata tamaa na amini kupata kiwanja ni swala gumu sana kwa maisha yake? Hii ni historia pia pekee kwamba sasa mtu yoyote ambayo anatamani kuishi sasa kwenye eneo lake au kwenye ardhi yake ndani ya Arusha, ni wakati wake sasa. Kwanza moja, atakaponunua hiyo kiwanja imegusa watoto yatima na wajane. Kama unakumbuka katika desturi ya vitabu vyetu vya dini, ukizungumzia watoto yatima katika Yakobo 1 mlango wa 23 nasema sadaka iliyotakaswa katika uso za Bwana ni kuwatolea watoto yatima na wajane kwa dhiki walionayo. Hayo ndio fungu ambalo tuna imani. Kwa kutumia hivyo, hata eneo hili atakapoleta pesa hii, Mungu atafungua baraka, kwa sababu gaio la chochote ambacho tapatikana katika mradi huo inakwenda kugusa sadaka ya watoto yatima na watu wasiojiweza. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mama yetu Samia Suluhu Hassan, alidhamiria kuifungua Arusha mpya iwe Geneva of Africa. Ukitazama miradi ambayo mama anaisimamia na kuhakikisha inatekelezwa katika kipindi chake hichi ni mikubwa mno, haiwezi kuelezeka. Mimi dhamira yangu ni namna vijana wanyanyuke, waunge mkono mama kwa kuanzisha vikundi kama alivyoelekezwa katika maelezo ya makatibu wa tarafa, makatibu wa wakuu wanaohusika na masuala ya maendeleo ya vijana, kuhakikisha wameanza kuchangamkia fursa hii. Watu wote wanaotaka kuwekeza Arusha, karibuni sasa Arusha. Nunua viwanja, kampuni yetu itakupatia eneo la viwanja vya hoteli, itakupatia eneo la viwanja vya kuwekeza katika eneo la biashara kama makomplexi tunazo. Utafanya fursa kubwa. Arusha imekuja kuwa moto. Afcon tunaenda mwakani, tunaingia kwenye Afcon. Hapa Arusha tunahitaji nyumba za kulala wageni. Kwa hiyo hata utapokuja kuwahi mfano mradi wa Kiserian, panafaa kujengwa maloji, mahosteli za kulala watu kwa ajili ya kushangilia. Kwa hiyo mimi kwa fursa hii namuombea mama wetu alipo kuendelea kupambana kwa namna yoyote kufungua miradi mikubwa yenye mikakati ya kuwezesha sisi vijana tuweze kufanya biashara na kuipenda nchi yetu. Sisi sasa hivi tumefunguka sana na tumeendelea kupata wageni wengi kutoka mikoa tofauti wanaoulizia maeneo za kutengeneza nyumba za kulala wageni. Kwa hiyo tuna biashara nyingi sana. Watu wanataka kufungua maeneo za biashara, mahoteli, wengine wanataka kufungua maeneo ya kufanyia biashara zao ambazo katika Afcon wataimani kwa biashara zitafunguka kama mahoteli ya kulaza watu. Kila kitu kimeshaanza kufunguka. Kwa hiyo sisi tunaanza kuona sasa ujio wa Afcon katika Arusha umeanza kufungua fursa watu kuulizia maeneo ambao inafikika kwa wakati wote, hata akija na malazi. Na pia watu ukitazama Afcon ilivyoanza tu, tayari maeneo yameshaanza kuchangamka, maeneo yameshaanza kufunguka, biashara zimeshaanza kuongezeka. Na ongezeko pia la watu kutoka mikoa mbalimbali zinaanza kuongezeka.